والله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد. Duke TV1, harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi. Pamoja na Duke TV1, miski ya roho, unachomokaje? Jannatu wa naimuha sadu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alayh. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم ذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أن له وأولاه وأثني بحمد الله موارد سائغة حنيا منتتعا من شكر الجميل مطيا وأسلم على نور الموصوف بتقادم الأولية المتاخر في الغرل الكريمة والجبال واستمع الله تعالى رضوان يخص الإترات طاهرة نبوية ويوم صحابة والاتباع ومن ولا اللهم صل وسلم عليه واستجد به هداية لسلوك سبل الواسعة الجلية وحفظا من الغواية في الخطط الخطاء وخطاء وانشر من كسات المولد النبوي برودا حسان أبكاريا ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بعلا اللهم صل وسلم عليه واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عاطر اللهم كبره الكريم بألف شظيم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم منسوب غيره مما نسبه لنفسه تعظمت اللهم أسماؤك وتبسيئة للمسامات ذاتك للمثال وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfalme aliyetangulia, hakuna kiliyekuwa kabla yake. Mfalme baada yake hakuna yoyote. Mfalme hakuwa na mwanzo, mfalme hatakuwa na mwisho. Ni peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa yake isiyokuwa na mfano. Bila shaka kiongozi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake na ni mjumbe wake. Kabla sijazungumza kwa dakika 5, lazima mbele nianzie kumsalia mbele bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu siku ya leo ni siku kubwa. Wewe waonaje ndugu Muislamu ukamtakia rehma na amani mara moja, unapata thawabu 10, unasamehewa makosa 10, unainuliwa daraja 10. Sasa miongoni mwetu kama utabahatika kupata tu amani moja,
kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha yako yote nzima inaongoka, maisha yako yote nzima inakuwa ni raha. Tumsalie kwa wingi. Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Salli ala Muhammadi. Ashara Ahmadu wa dina ma bada bihi. Ma salli ala Muhammadi wa bada jamalu Mustafa kabadri fi kamalihi. Ma salli ala Muhammadi wa tamamul badri jami'u jala jalu shuja'u. Salli ala Muhammadi wa jalilu ja'a bil huda da'a fi man aj'i. Salli ala Muhammadi halimu hazahil mahuma fil wara kamithlihi. Salli ala Muhammadi wa khiyarul khalqi ahmadu khitamul anbiya'i. Salli ala Muhammadi dana fatadana ala al-makamu lam yakun bihi. Salli ala Muhammadi wa dhawaibu bi ra'si malal wujudi sha'ni. Salli ala Muhammadi wa ra'ufu rahmatul wara raqiqul kalbi halihi. Ma salli ala Muhammadi wa zakana zainu dunyana laulahu ma sakanahu. Salli ala Muhammadi suduruna mahmuduna la shaka yawma wahdihi. Salli ala Muhammadi wa tuba liman yakun wala muraduna liqa'i. Muhammadi wa nurul anami safwata jalla jalu shuja'uhu. Salli ala Muhammadi huwa al-awwalu lil wara ala ardi wa sama'i. Salli ala Muhammadi wa alihi. Salli ala Nabii Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala yeye. Nabii alipewa mambo 17 ndugu zangu Waislamu. Katika mitume wote ambaye Mwenyezi Mungu aliwaumba, umbo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokea kwa baba yetu Adamu alaihi salam. Baba yetu Adamu alaihi salam akasema ala dhuhari imamul anbiya'i, katika mgongo wangu nabeba nuru ya imamu wa mitume ya dunia yote nzima, si mwingine Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inatangulia kubebewa nuru yake tangu katika mgongo baba yetu Adamu alayhi salam, kwa sababu nuru hii ilitangulia ikimsabehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajaumba baba yetu Adamu alayhi salam. Na mitume wote hakukuwa shujaa. Aliyekuwa shujaa mwenyewe alikuwa na nguvu zaidi Nabii Nuhu alayhi salam. Mwenyezi Mungu akachukua ule ushujaa wa Nabii Nuh akamuvika Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio kwa sababu unasikia kwenye vita hakuwa nakimbia wala hakuwa narudi nyuma. Na katika mitume wote hakuna aliyekuwa na imani na huruma sawa na baba yetu Nabii Ibrahim alaihi salam. Mwenyezi Mungu akachukua ule huruma na imani ya baba yetu Nabii Ibrahim akamuvika Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio kwa sababu bil mu'minina raufur rahim, kwa waaminifu walipatikana kuwa ni mpole mwenye huruma, na ule huruma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio unaleta leo mapenzi katika ulimwengu wote mzima. Rahmatan lil alamin, Mwenyezi Mungu alimchagua kumweka kuwa ni rehema katika ulimwengu wote mzima. Watu wanahurumiana, wanasaidiana, wanazikana, wanafanya matendo mema kwa njia moja tu, hii ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma atuletee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuunga undugu wa ulimwengu wote mzima. Sijui wakati wa adhana kama utakuwa unatimia bado. Asante.
Katika mitume wote hakuna mtume ambaye aliyekuwa na fasaha ya kusema sawa na Nabii Saleh alayhi salam. Yule ambaye unasikia kulitoka ngamia katika mlima, ngamia ya miujiza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa Nabii Saleh. Huyu ndio mwenye alikuwa na fasaha ya kusema. Mwenyezi Mungu akachukua fasaha ya kusema ya Nabii Saleh alayhi salam akamvika Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaitwa mkweli wa kusema. Katika manabii wote hakuna nabii aliyekuwa mkali sawa na Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa alikuwa mkali. Kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, Nabii Musa hakuwa anaipendea mchezo wala mzaa. Afillahi wa ayatihi, katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad na aya yake ya Qur'ani ndio watu wanaitilia mchezo. Walete mchezo wao na ziaka yao, lakini karibuni watatambua ufalme na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa hakuwa anapenda kwa mtu mwenye kucheza na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akachukua ule ukali wa Nabii Musa alayhi salam akamvika Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shadidu ala al-kufar ruhma bainahum. Ndio sababu wao walikuwa wakali kwa makafiri, lakini walikuwa na huruma wao wenyewe kwa wao wenyewe. Katika mitume wote hakuna nabii aliyekuwa na nguvu ya ibada, kusimama katika ibada sawa na Nabii Yahya alayhi salam. Nabii Yahya mtoto wa Zakaria, huyu ndio mwenye alikuwa na nguvu ya kusimama katika ibada. Kwa sababu ya nini? Mwenyezi Mungu alikataa huyu nabii asifanye hata kazi. Chakula ilikuwa inaletwa na malaika. Wakaingia tu chumbani wanakuta malaika wanaisha kuleta chakula. Muda wa siku hiyo angeita asema ni mchawi. Lakini Mwenyezi Mungu anatuma malaika kuleta chakula kwa mwanadamu. Kwa sababu ya nini? Ibada. Ibada anaifanya. Mwenyezi Mungu akachukua ile nguvu ya ibada ya Nabii Yahya alayhi salam akamvika Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio kwa sababu unasikia alikuwa anafanya kisimamo mpaka miguu yake inavimba. Hii nguvu ya ibada inaanzia kwa Nabii Yahya. Sasa Mwenyezi Mungu alichukua mambo 17 yenye kuwa tofauti. Kwa kila mtume anachukua jambo limoja. Kwa kila mtume anachukua hii mambo yote ikavikwa nabii. Ndio sababu alifunuliwa yeye kuiona tangu mambo iliyoanza kabla ya kuumbwa ulimwengu. Mwenyezi Mungu akamfungulia, akaiona wakati wake, akaiona wakati utakayekuja mpaka vile kiyama kitafika. Hakuna aliyefunuliwa hii zaidi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote tunayoona Waislamu hakuna mapya, isipokuwa aliacha anaisha kuisema mkweli wa kusema si mwingine Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zama tunayo Waislamu, tusibabaike. Kheri kwa ule mwenye atasimama katika msimamo wa imani, akimtumikia Mwenyezi Mungu, akitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, yule iko na raha. Ameaga mbele ya kufa, anasema katika umma wangu kutakuwa baadhi ya watu la yabqa minal islamu ila ismuhu, wengi utabakia Uislamu wa jina, na wachache ndio wenyewe watakuwa wanamtumikia Mwenyezi Mungu siku kama vile mchana, wachache, lakini wengi watabakia na Uislamu wa jina. Wa dinuhum dirham, aliona akasema dini ya watu itabaki ni pesa. Upande wenye kuwa pesa hautawatafuta watu. Watu watafanya kama vile wanaabudu pesa na wakaacha ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamuhum kalamu dunia, asema zama yenye kuja akhiri zamani watu wengi watabakia na mazungumzo ya dunia tu, ndio wataipenda. Lakini ya kheri kama yenyewe tunakutanika hapa, paka wenye kupata neema na radhi ya Mwenyezi Mungu ndio watakumbuka kufika. Fasi ya kuchuma thawabu watu wanabaki. Fasi yenyewe hakuna thawabu watu wanaiendea. Akasema bila shaka mazungumzo ya watu itabaki ya dunia,
na utawakuta watu watashughulikia mambo ya dunia na kumwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakasahau kama vyote tunavyo Uislamu ni mapambo. Kullu man alaiha fan, sisi wote tutakufa. Kullu nafsin dhaikatul maut, kila mwanadamu ataonja kifo. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, itasalia dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asiye waidhika na maiti, hakuna mawaidha mengine ambaye ataisikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia, hina tafjahu almanaya wa yakthuru hawlahu jamu albawaqi wa huwa mulki ala sarir. Sema acha ule mwanadamu mwenye kupenda dunia, karibuni atajua siku ambaye malaika wa mauti atamshitua. Wa huwa mulki ala sarir, utakuwa mwenye kulazo. La yamnau wala yuntwi, mkono wako hautaukunja tena wala hautaunyosha. Wa urian thiyabi allati kana fiha, nguo yenyewe utakufa nayo itavuliwa. Wa baadaha ulibisa thawbul intikal, ila utafari ndefu unaenda, zawadi yako litanguliza iko wapi? Watarkabu farasa wala tarkabu mithluhu abada, unapanda gari yenyewe utapanda tangu ulizaliwa. Jeneza ni mara moja tu, hautapanda mara mbili. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, sababu ya kupenda maisha ya dunia tunasahau kifo, na ndio sababu tunaacha kutenda mema. Lakini kama tungeliona kama maisha ya dunia ni ya muda, ya Mwenyezi Mungu ndio tungeiweka mbele na ya kwetu tungeiweka nyuma. Usisahau kifo, maana kifo hakikusahau wewe. Ila kabri yuhdaru bihi farda, utaenda kubakia kaburini peke yako. Umo ndani ya kaburi utasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakwambia, ya abdi baqaita faridan wahida wa taraka fi dhulumati alqabri wa qad ansaitani li ajlihim. Mja wangu, unabakia kaburini peke yako. Tizama wa ndugu yako ulikuwa nao katika dunia wanakuacha. Nini ambaye kitakaye kufaa? Fa in lam tarhal bizadi min atuqa wa laqaita ba'da al-maut man kad tazawwadu. Kama wewe haukuwa na sali, haukuwa mtu mwema, utalia ndani ya kaburi, na kilio cha ndani ya kaburi hakitakufaa chochote. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tusisahau wakati wa mili yetu kugeuka udongo. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuliumbiwa kwa udongo na ndani yake tutarejeshwa. Mili yetu tunajivunia itageuka udongo. Ni hapo Mwenyezi Mungu atakuuliza, ulimi wako wafaswa uko wapi? Aina badanika alqawiya, mwili wako wa nguvu uko wapi? Na ulimi uliokuwa unapenda maneno ya kidunia uko wapi? Unageuka udongo. Kitakaye kufaa ni matendo yako ambayo unayetanguliza leo, kwa maana leo ni kazi, hakuna hesabu. Lakini kesho itakuwa ni hesabu.